Umenielewa vizuri kwamba sisi watu wa dini hatutaki kutanguliza amani, kutumia muda mkubwa amani. Amani ni kitu kinachokuja chenyewe baada ya uadilifu. Ndiyo maana ukiondoka katika ukurasa huu nambari 217 ukisogea kwenye ukurasa nambari 225, al-Imam al-Mawardi anasema hivi: wa amma al-qa'idatu ath-thalitha fahiya adlun shamil. Kanuni ya tatu tulotaja katika zile kanuni sita, ambayo ni uadilifu wenye kukusanya na kuenea kila pahala. Asema uadilifu yad'u ila al-ulfa, unawaita watu kwenye kushikana, kupendana, kusaidizana, kushirikiana. Kiongozi na raia wake, mke na yani mume na wake zake, watoto, ndo watu wanashikamana kwa uadilifu. Wayab'athu ala at-ta'a, na uadilifu unawapelekea watu kutii wenyewe, hawafanyi vurugu. Watu'maru bihi al-ardh, na kwa uadilifu huimarishwa ardhi. Watunma bihi al-amwal, na kwa uadilifu mali huzalika na kuongezeka kuwa nyingi. Wayakthuru ma'ahu an-nasl, na kizazi pia huwa kingi kwa sababu ya uadilifu, watu wanazaana kwa raha kabisa. Wayamanu bihi sultan, na mtawala mwenyewe anapata amani katika kifua chake kwa uadilifu anaowafanyia raia wake. Ajaribu kudhulumu, asiwafanyie uadilifu, wallahi wa raia watamla roho. Atasomewa rukia kila siku, akitoka kusomewa rukia kwa watu hawa ataambia nileteeni wengine wasome rukia, nileteeni wengine wa kila siku wasomewa rukia. Hana amani, pressure zinapanda kila siku kwa sababu hawafanyii watu uadilifu. Mtawala yote yule atahangaika, hana amani. Lakini akitaka amani, hebu afanye uadilifu, aone raha katika kifua chake. وقد قال الهرمزان لعمر رضي الله عنه حين رآه وقد نام متبذلا. Asema alipokuja Hurmuzan alisema maneno kumwambia Umar ibn al-Khattab wakati amemkuta amelala chini ya mtende, hana kitu alichokitandika chini. Hurmuzan ni kiongozi wa jeshi Roma. Baada ya Waislamu kulipiga jeshi la Roma, Hurmuzan atoka huko aje kumuona huyo kiongozi wao ndo yuko vipi. Kwani anakuja anamkuta mtu kalala chini, hana mlinzi, hana lolote, kalala pale chini ya mtende. Akamwambia maneno haya, akamwambia adalta, we Umar, wewe umewafanyia watu uadilifu wewe. Fa aminta, ndiyo maana wewe ukapata amani. Fanimta, hatimaye umelala chini hapa, huna hata mlinzi, kwa starehe kabisa, usingizi umepata wewe kwa sababu ya amani. Inna sahibana jara, hakika kiongozi wetu sisi huko amewafanyia watu jeuri, amedhulumu watu. Fakhafa, akapata hofu katika kifua chake, hana amani, na matokezeo yake sahara, anakesha usiku halali, walinzi wengi. Ndio tofauti baina ya watawala wazuri na watawala wabaya. Sasa ndugu katibu mtendaji, juu ya maneno yako haya, watu wa dini msitangulize chengine, tangulizeni amani, kwa sababu ndio msingi wa Qur'ani. Huo ni ufahamu wako mheshimiwa wetu, lakini ufahamu wa sawa sawa, hii amani hii hata si kitu cha kwamba sisi tupige kelele sana. Tupige kelele kwenye uadilifu. Angalia Umar, adalta, umefanya uadilifu. Fa aminta, nadhani wewe katibu mtendaji umepita darasani kusoma, unajua kwamba fa ni harfi ya atfi ambayo inakuja kwenye, inaleta faida ya at-ta'qib, kuonyesha kwamba jambo limekuja mara baada ya hili limefuatia hili, immediately after hichi kinakuja hichi. Adalta, kwanza umefanya uadilifu, fa baadaye kidogo ukafuatia amani, fa ndipo baadaye ukafanya nini? Ukalala. Kwa hivyo kwa msingi huu amani kwetu inakuja kuwa ni tunda la uadilifu. Uadilifu kwanza upigiwe kelele, ewe katibu mtendaji. Ukiondoka katika kitabu hiki kwenye ukurasa huu wa 225 ambao uko wazi kabisa, njoo kwenye kitabu hiki ukurasa nambari 230. Kuna maneno mazuri al-Imam al-Mawardi anafunga, anasema hivi: